Mimi hapa naitwa Julius Nade kutoka Sangeo Magugu. Kwa kweli kuhusu hili tukio lililotokea usiku wa kuamkia leo limetutisha sana katika mashambani. Paka limetupa hata hofu ya kuendelea hata kulinda huko usiku kwa sababu hatari tuliokutana nalo. Kwa sababu tulikuwa tunawazuia wale wanyama katika mashamba yetu wasiendelee kuathiri. Lakini wakati tunaendelea kuwazuia ili wanyama wasiingie kwenye mashamba yetu ili wasiathiri mashamba yetu, wanyama walijaribu kulazimisha kuingia mashambani kwa nguvu. Wakati wanaingia kwa nguvu, tukaendelea na sisi kuweka mgomo ili wasiweze kuingia kwenye mashamba yetu yasiathiri mashamba yetu. Lakini tofauti na hapo, wanyama walitumia nguvu, wakaamua kupiga, na hata na kile chombo chenyewe tulikuwa tunacho kilikuwa kinatusaidia kuzuia, kwa ajili ya kuzuia wale wanyama kuwarudisha porini. Walikuwa wanaogopa mara kwanza, kweli walikuwa wanaogopa sana. Chombo gani hicho? Chombo ni trekta aina ya Newland. Ilikuwa inasaidia sana kuzuia, lakini sasa hivi inaonekana hata hao wanyama wameshazoea hata mlio wa trekta. Maana tukiwapigia honi, tukiwatisha na trekta wakati ule mgurumo, inaonekana kwamba tayari sasa hivi wameshazoea. Kwa jina naitwa Tito Mikael Motori, mkazi wa kijiji cha Sangaiwe. Ni mjumbe wa halmashauri ya kijiji, alafu pia ni katibu wa kamati ya ulinzi na usalama. Kweli tulifika kwenye lile tukio sisi kama mashuhuda. Lile tukio lilikuwa ni zito, ilikuwa ni kifo, lakini Mungu amenusuru, kwa sababu vijana walivyoona kwamba yule tembo amewageukia, waliamua kuruka kwenye trekta. Ikafika wakati tembo akaanza kushambulia ile trekta. Kiukweli imeleta hofu kwa vijana ambao wanaolinda. Tunaomba serikali au jumuiya hizi za hifadhi tulizonazo watupe kampani kwa ajili ya ulinzi, kwa sababu tunajuibu, tunatawa pale wanaokusanya mapato ndani ya serikali. Tunaomba watuangalie kwa jicho la tatu. Mimi naitwa John Valerian Chimpo, mwenyekiti wa kitongoji cha Sangaiwe. Kweli kwa sasa hivi ni kipindi cha ulinzi wa mazao wa wanyama porini. Tuko kwenye ulinzi kwa kipindi hiki. Lakini kuna jambo limetokea jana usiku wa kuamkia leo. Naomba kuna tembo mmoja ameshambulia chombo tunachotumia katika ulinzi ambayo ni trekta aina ya Newland. Baada ya kuwatoa mashambani, wakati tunaendelea kuwatoa mashambani, alipomaliza tu shamba, ilikuwa katikati ya shamba moja la ufuta, akageuka akaanza kushambulia. Bahati nzuri hajazuru binadamu, bali ameshambulia hiyo trekta kwa ujumla. Imeumia sehemu za juu. Ni kweli kwa hali ilivyoonyesha kwa leo, hali ni mbaya, mpaka vijana wamekata tamaa kwamba kile kilichokuwa kinawasaidia kinaanza kushambuliwa. Kwa hiyo tayari kimeshaonyesha changamoto kubwa kwamba kwa sasa vijana wamekata tamaa.